Yani leo ukisikia kuna watu wanalipwa kwa kupitia ku create content, unashangaa pesa yote hii inatoka wapi? Yani mizania ya pesa ambayo kwamba wanapata content creators, utashangaa ukisikia bilioni $310. Bilioni $310. Zote hizi zitatoka wapi? Na ana benefit nini mwenye kuzitoa hizi? Sasa njoo uangalie hawa ambao kwamba wanapata pesa kama hizo, ndio ushtuke sana. Yani katika wanaongoza katika kupata hayo malipo ni yule bwana anajulikana kama Mr Beast. Anapokea kila mwaka milioni $85. Ukiziconvert kwa Kenya money takriban bilioni 11 hivi. Hebu niambie, kila mwaka mtu anapokea bilioni 11. Kwa lipi hasa? Je, kuna mchango mkubwa wa taaluma ambao kwamba anaukadimisha katika jamii? Ukiangalia kwa mambo ya kijinga na mambo ya tafaha. Kwa hivyo watu wanapokea mamilioni kwa mamilioni kwa sababu gani? Kutingisha matumbo. Kwa wale ambao kwamba kwenye mitandao ya kijamii nafikiri washamuona yule Mturuki ambaye kwamba hutingisha tumbo lake. Mpaka maulama wanasema siku hizi kurush zaleta kurush. Matumbo yamekuwa yanaleta pesa sasa. Yani mtu kwa sababu tu kulitingisha ile tumbo lake na kifua chake anapata mamilioni kwa mamilioni. Kwa sababu gani? Mutaba ambao kwamba ameupata. Mwingine wal-iyadhu billah kwa sababu ya kutingisha makalio yake. Na mwingine anaingiza pesa. Yani wewe unashangaa mtu anafikia paka kiwango cha kuitwa king of TikTok. Mfalme wa TikTok. Unajiuliza mfanya nini huyu mpaka kuitwa king? Hizi tumesema ni plans zimewekwa kwa ajili ya kupewa picha kubwa sisi ya wale watu, kwa ndo watu wa kufuatwa. Hawa ndo wanafaa kuwa role models wetu. Sasa ukiangalia unashangaa katika wanaongoza katika mutaba, akwambia ni mtu anafanya haraka hii ya kurusha chumvi kwenye sijui nyama sijui chakula. Kama mkono ulipooza. Haraka tu hivi. Ana mutaba followers sijui mamilioni kwa mamilioni. Katika wanaongoza nadhani nambari 1 labda kwenye TikTok kama sijakosea, ni yule wanamuita sijui Ghabi ama nani, nafikiri ni Ghabi. Kwa haraka ya hivi tu hata neno moja husikii kutoka kwake, hasemi, hata kuletea clip kisha kwambia lakini ndo anaongoza katika followers, ndo anaongoza katika kulipwa. Sasa unajiuliza, jamani, sisi tumekosea wapi? Yani hivi huyu ndo yule mwanadamu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia walaqad karramna bani adam, hakika tumemkirimu mwanadamu. Je, huyu ndio yule mwanadamu ambaye kwamba Mola amesema inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi najalia khalifa katika hii ardhi? Yani hii istikhlaf ama khilafa ambayo kwamba amepewa huyu mwanadamu katika hii ardhi ni kwa ajili ya kufanya upuuzi na kukuza tafaha?